kuabudu, umenipa kutumika chini ya pendo lako, umenifanya ibada ni kuabudu, umenipa kutumika chini ya pendo lako, mamlaka na nguvu ninazo kufanya lolote utakalo, mamlaka na nguvu ninazo manawe. Bwana Yesu asifiwe. Amen, amen. Tusalimiane zote mahali popote unatazama ukiwa. Ningetaka kusalimia jioni ya leo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nimeokoka, Yesu ni Bwana jioni ya leo. Na ninatukuza Mungu kwa sababu ya hii nafasi ambao amenipa ili tena nije tuwe pamoja na wewe tusikilize neno la Mungu jioni hii. Na ninajua mwisho kule tutakuwa tumebarikiwa, mimi pamoja na wewe. Na kwa hivyo kabla sijaingia kwa neno la Mungu, nataka tuombe ili tuweze kuanza katika jina la Yesu. Wacha tuombe. Mwenyezi Mungu, kwa jina la Yesu tuko mbele ya uso wako jioni ya leo. Tunakutukuza na tunakuinua kwa sababu wewe ni Mungu pamoja na watu wako. Umetupa nafasi nyingine ya kusikiliza neno lako. Tunakutukuza na tunakuinua kwa sababu wewe ni mwaminifu. Mwenyezi Mungu, tunataka kuamini tukianza kusikiza neno lako jioni hii, unaenda kunena nasi, unaenda kutubariki, na tukifika mwisho tutakuwa tumeguza ukuu wako Bwana, katika jina la Yesu Kristo. Tunaomba Roho wako Mtakatifu aje ili atufunze jioni hii ya leo, ili tusinene maneno yetu binafsi, lakini tunene maneno yake Mungu ambayo ametia ndani yetu, katika jina la Yesu Kristo. Kuwa na mtazamaji wangu popote aliko hii service ya Kiswahili, tunaomba Mungu ututembelee, nena na mioyo yetu Jehova. Popote ambako mtu ameketi akitazama hii video, ninataka kumuinua mikononi mwako. Kuna wengine hawahisi vizuri miilini mwao, ninataka kuwatangazia na kutuma neno lako ambalo lilitumwa wakati wa mitume na likatenda mambo makuu. Na hata wakati Yesu Kristo ulikuwa hapa duniani, ulituma hilo neno na likaenda likamponya askari mmoja ambaye alikuwa kitandani na akapokea uponyaji wako. Na kwa hivyo Bwana, ninatuma neno lako kwa mtazamaji wowote ambaye anahisi vibaya mwilini wake, katika jina la Yesu Kristo. Ninabomoa kila mapepo ambao hupigana na neno lako likiendelea. Mwenyezi Mungu, I refuse in the name of Jesus no spiritual attack that will attack this word today in the name of Jesus. Ninanyamazisha kila ngome za binadamu na maroho ambazo usimama kinyume na neno lako jioni hii, katika jina la Yesu Kristo. Na ninaamini litaenenda na litaguza mioyo ya watu wengi, katika jina la Yesu Kristo. Tunakutukuza, tunakuinua. Kuwa nasi tukianza Mfalme, na hata katikati na pia mwisho tutatukuza na tutainua jina lako. Kwa jina la Yesu kuu tumeomba na tena tumeamini. Amen, amen, amen. Jioni ya leo mtazamaji wangu, nataka tuongee kuhusu nguvu za pesa, ama the power of money. Because tuna power tofauti, tuko na nguvu tofauti. Kuna nguvu ambayo tunapata kutoka kwa kukula ugali. Nakamata ugali vizuri, unapata nguvu. Kuna nguvu ambazo tunapata mtu akifunga. When you fast and you pray, not only fasting but fasting and praying. Kuna nguvu ambazo tunapata kupitia hapo. Na pia tuna nguvu ambazo tunapata tukipewa backup. When you are given backup behind you, ukiona kuna jeshi kuu nyuma yako, kuna nguvu na hizi ndani yako. Na pia kuna nguvu ambayo nataka tuangalie leo, nguvu ya pesa. Mtu ambaye yako na pesa na mtu ambaye hana
hao watu hawawezi toshana. They are not in the same level. One with money is having extra power, extra strength, yani ni hinya wa pesa. Na tumeona watu wengi wamekuwa na nguvu za pesa, lakini wengi wamezikwa kwa sababu ya nguvu hizo zinawaelekeza kwa mauti. Kwa hivyo usipochunga pesa inaweza kufanya ufe kwa haraka sana, kwa sababu maandiko inasema ya kwamba pesa inaweza kupea nguvu ambayo itaharibu maisha yako forever. And ndiposa tunasema as a wise person we ask God to give us enough for us and for him. He give us the money that will be able to satisfy us and also to offer for him. Otherwise the extra cash that you get it might make your head to be iwe na shida kidogo kwa sababu ya nguvu za pesa. Na ninataka tuangalie vitabu kadha wa kadha, na tutaanza na kitabu cha Timotheo wa kwanza 6 na mstari wake wa 10. Timotheo wa kwanza 6 mstari wake wa 10, na Biblia inasema ya kwamba inasema 6 mstari wa 10 ya kwamba for the love of money is a root of all kinds of evil. Some people yearn for money, have wandered from the faith of peace themselves with many griefs. Inasema for the love of money is a root of all kinds of evil. Some people eager for money have wandered from the faith and pierced themselves with many griefs. Kwa hivyo the source of money is the money is the source of all kind of evil, and not the money but the desire. Kupenda pesa sana ndio chanzo cha kila uovu. Na kwa hivyo Mkristo kamili anastahili kuwa mtu ambaye hapendi pesa. Tumeona watu wengi wamependa pesa, wameua mabibi zao, wameua watoto wao, wameua wazazi wao kwa sababu ya cash. Kwa hivyo cash, usipochunga, cash can be source of all evil. So you have to take care. Praise the name of the living God. Anasema ya kwamba pesa ni mwanzo wa kila evil. Na unaweza ona mtu mzuri ambaye alikuwa mzuri sana wakati alikuwa na baisikeli, lakini baada ya kupata pikipiki sasa anaharibika. Pikipiki tu. Mwingine naye alikuwa na baisikeli, baada ya kupata gari he is another different person. Na kwa hivyo hata ukiwa msichana, ukisikia kijana anakuambia anakupenda, na kama hana chochote, basi usiamini hayo maneno. Kama atapata pesa na still aseme oh my, ninakupenda, ujue sasa hapo ni ukweli. Bwana Yesu asifiwe sana. Kupenda pesa ndicho chanzo cha maovu mengi, na usipo take care, watu wengi watachomeka jehanamu kwa sababu ya pesa. Na unajua, ukisikia bwanako anakwambia hey baby, ninakupenda sana, wakati unaitwa ile majina tamu, unaitwa baby, unaitwa honey, unaitwa yogurt, unaitwa chameleon, uto majina unahisi ni tuzuri. Wakati unaitwa hivyo ni wakati gani? When are you called these names? It is when the pocket is empty, the wallet is 0%. Lakini pesa zikikuja, unaitwa jina yako, kuja hapa nyahovie mara moja, na wewe ni mke wake, na kuita majina kali, come here dirangu. Sasa huyo ni bibi akiita bwanake, kwa sababu the power of pocket is there. Bwana Yesu asifiwe. Nguvu za pesa ni kali, zinafanya mtu akodoe macho. Ukiitwa badala ya kuitika, ukiangalia tu utoe jicho,
Unaelewa kweli, that man is full of money. It is power of pocket. Kabla tutaendelea sana, nisilete maneno mingi hapa alafu tukose kusoma neno. Acha nisome neno lingine, hilo lilikuwa na mwongozo katika kitabu cha Mhubiri 9 na mstari wa 15. Unajua hata ukiwa na wisdom alafu ukose pesa, sometimes you are assumed. Watu wanakataa kukusikiza kwa sababu power of money inahitajika sometimes. Nguvu, pesa iko na nguvu. Na kwa hivyo unaweza kuwa mtu mwerevu sana, anaweza saidia kanisa. Mtu mwerevu sana ako na uwerevu wa hekima, anaweza saidia nchi, lakini kwa sababu pesa hauna, inaweza fanya ukose kusikilizwa. Bwana Yesu asifiwe. The power of money. Wacha nisome, inasema hivi 15. Now there lived in that city a man poor but wise. Hebu sikiza. Paliishi mzee ambaye alikuwa masikini lakini alikuwa na hekima. And he saved the city by the wisdom. But nobody remembered that poor man. So I say, wisdom is better than strength. But the poor man's wisdom is despised, and his words are no longer hidden. Praise the name of the living God. Ya kwamba paliishi mzee aliyekuwa na hekima na akasaidia nchi fulani, asante nisete, akaisaidia na wakapigana vita, wakashinda kwa sababu ya ile hekima ambayo ilikuwa na ile mzee. Lakini maandiko inasema nini? Baada yake kusaidia city na kupigana vita, alisahaulika. He was they forgot him. Why? Because he was a poor man. And the Bible says that inasema hapo chini ya kwamba wisdom is better than strength, but the poor man's wisdom is despised. Wisdom yako haifikiriwi sana ukiwa maskini. Kwa hivyo pesa ziko na nguvu. Unajua, siku moja nilienda huko Kasarani na nimepatana na mama na mzee, tunasoma na yeye shuleni. Alafu nikaenda kutembea kwa jioni moja Septemba. Nilipofika tu shule tulipatana na rafiki yangu, tukaenda kutembea kwake nyumbani, ni mzee. Alafu tulipoenda tukasikia njaa. Na ni majioni kitu 6. Alafu mzee akaniambia, kwa sababu tuko njaa na mama hayuko na hakuna mtu wako nyumbani, twende kitchen, mimi nikatakate mboga na wewe ukatakate nyanya. Na kwa hivyo mimi nikapatiwa nyanya, nikatakate na kitunguu. Naye mzee akaanza kukata mboga, tupike kaugali na maji ikichemka pale mara moja. Tuko njaa, tukule kaugali. Alafu wala fasada, kabla hatujamaliza mama akaingia. Naitwa mama, sitaji jina lakini nitatumia jina la mtu ambaye si yeye. Akaingia mara moja, akatukuta jikoni. Akauliza baba Wajiro na mhubiri, "Ni nini mnafanya jikoni?" "Jikoni ni ya mama." Oh, haleluya. Hata wewe ukiwa kijana unahisi moyoni mwako, "Oi, niko hikamiale." Kama jikoni ni ya mama, alisema kwanza, alikuwa anatuonyesha na mpaka. Unaona hii mlango hii, hakuna kupita. This is our area. Me and the daughters of this house. Na kwa hivyo mara moja tukatoka kitchen, tukaenda kwa sitting. Tukoje supper. Na hata akabadilisha. Hatukukula ile ugali tulikuwa tunatarajia kula. Hata mboga hizo hatukuzikula. Tukapikiwa kitoweo wengine, ilikuwa imetolewa fridge. Unasikia sasa tumefukuzwa kitchen. After some days tumefunga shule, mimi nimerudi kwetu, tena nikarudi Nairobi for the other term. Alafu nikatembea pia kwake. Nilipofika nikakuta mama ameketi kwa kiti, amewekelea mguu kwa ile kasturi. Na pia mzee ameketi hapo wanakunywa chai.
Alafu nikasikia mama ameambia mzee mama akaambia mzee ndukiyuhirie muhunjie gacai kautu gugitigarite. Nikaona mzee mara moja amekimbia jikoni, ameenda ameenda kuchemsha chai. Na mimi nikaambia mama Wanjiru, toto tena ihenyani, siwache nikimbie jikoni tuongee na mzee, kwa sababu niko na haja na mzee na niko na haraka tumalizanie huko. Mama Wanjiru akaniambia mhubiri mkute huko, kama uko na haraka ni vizuri umkute huko. Nikaenda jikoni nikakuta mzee, nikamuuliza baba Wanjiru, na githe tutierirwo tutigacoke guthie riko, riu tukwariria iko? Akaniambia mhubiri, huko ni gwathukire. Haleluya. Nikamuuliza kwani kulienda aje? Na tuliambiwa kitchen ni yake na watoto wasichana, sisi tunastahili kukaa siti tupikiwe tukule. Akaniambia mhubiri, tangu mke wangu aende USA afanye short training ya 2 weeks, aliporudi Kenya mshahara ikapanda, payroll ikapanda. Mimi ninapikaga hapa, onaga kimaka wako na twakora twari ari no nie ngorugite. Haleluya. Nikahisi moyoni mwangu kuna kasoro. Nikamuuliza kwani akaunti yake inasoma pesa ngapi? Mzee akaniambia 2.3300,00. Nikamuuliza na yako inasoma nini? Inasoma 100,000. Nikamuuliza mzee, na sasa mtu wako na milioni 2 kwa account na wewe uko na 1,100, una expect nani apike? Bwana Yesu asifiwe. Unaregerera waruge muci ucio wa mundu mutumia na milioni 2 na wewe muthuriwe na ngirigana, no ukoruga muci ucio? Hata ukitoa sauti useme ni mimi mzee wa hapa, kama hauna chochote, you are nothing. The power of money. Twathire kuyo ya chai rĩngĩ twiritwo tutikana kinya riko because of power of money. Praise the name of the living God. Kwa hivyo nguvu za pesa zinaweza kubadilisha na wewe usiatie kugatie. Na pia rafiki yangu mmoja alienda Amerika, tulikuwa tunasalimiana mzuri, tukikutana tunawekana mikono tunarudisha juu, tunarudisha chini, hivyo. Alafu siku nyingine nimekutana na yeye, na hata tukiwa mbali, mimi nilikuwa kama hapa na yeye akiwa huko, tulikuwa tunaambiana mwana ni ngozo, ananiambia sifiwe sana Mwokozi. Hallelujah. But when the power of money comes, unashangaa. Tumekutana na yeye juzi kumsalimia akiwa pale tu kama mita 6 hivi. Nikamwambia mwadhani akumionyorokire, akurudisha, akakuja pole mdogo hadi mahali nilikuwa. Akaniambia akoshoma na Yesu. The power of money. Pesa iko na discipline fulani. Watu matajiri hawa shauti Bwana asifiwe anyhow. No. The power of money, discipline of money. Unasalimia mtu haraka. Ate Bwana Yesu asifiwe, ananyamaza mdogo hadi akukaribie, akwambie asifiwe sana Mwokozi. Hataki maneno mingi kwa sababu ya pesa. Pesa inaweza kutoa kwa ukuu wa Mungu. Hasa yule mtu jamaa tulikuwa tunasalimiana mkono hivyo. Nimeenda kumletea mkono vile tulikuwa tunasalimiana kabla aende Amerika. Vile nikaleta mkono nikifikiria nitasalimiwa. Hallelujah. Hakuleta mkono. Ndio nakutaka mtu ulikuwa umeleta mkono hivi, unabadilisha direction kwa sababu ya aibu. All of a sudden unajikuna kichwa. Tondu mundu ni agecenjirio ni hadafu cia mbia. Bwana Yesu asifiwe. Pesa inaweza fanya uaibishwe. Alafu baada
ya kufanya nibadilishe mkono, akaniletea mkono sasa hivi. Na tulikuwa tumezoea kuleta hivi, tunagonga kabisa, akaniletea mkono hivyo. Nikampatia, nikasikia ameniguza kama ameniachilia mbio. Haya, nikamuuliza no angeivia. Akaniambia haya, hujatosheleka, leta tena. Tena kuleta mara ya pili, alikuwa ameachilia, nikajiwa nguvu za pesa. Bwana Yesu asifiwe. Kama mtu anakudanganya anakupenda, si ungoje apate pesa kidogo ili ujue kama huo upendo ni wa kweli ama ni nguvu za umaskini. Najua umaskini uko na nguvu zake, zinafanya mtu aambie mtu anampenda, lakini pesa zikiingia mara moja hakuna upendo tena. Hii, Bwana Yesu asifiwe. Usibadilishwe na pesa ukose ufalme wa Mungu bure. Nataka nisome kitabu kingine katika kitabu cha Proverbs 9, Proverbs 19 and verse 4. Verse 4. 19 and verse 4. The Bible says this: wealthy attract many friends, but even the closest friend of the poor person desert them. Hebu sikiza hapa ya kwamba pesa zinafanya mtu awe na marafiki wengi, lakini mtu ambaye ni maskini, hata watu wa familia wa karibu sana wanakupotelea. That is the power of money. Money have power to attract people, to bring more friends to your life, but the poverty can finish you. Bwana Yesu asifiwe. Nilisikia mama mwingine akiambiwa na mzee wake, Nyawira nikwendete muno, nikwendete muno, na ngoro yakwa nikwendete muno. Alafu after sometimes mahali alikuwa amefungua kazi ikanenepeswa. Alikuwa na real estate, alikuwa anauza mashamba hivi, anauza mashamba. Alafu sasa company imekuwa kubwa. Mama akadiscover ya kwamba mzee ako na mama wa kando. Akamuuliza, Kimani, unamaanisha uko na mke mwingine ukaniacha mimi ukaenda kwa mke mwingine? Mzee akamwambia, sasa Nyawira, unajua vizuri ya kwamba hii kazi yangu imekuwa kubwa sana. Tumekuwa na customers, wanakuja leo, wanakuja kesho, so many customers. Na sasa vile nimeona ninahitaji mtu wa kunisaidia kufanya mahesabu pale na pale, ili pesa isipotee. Kwa hivyo sijaleta mke wa pili, nimeleta msaidizi wa kufanya mahesabu hivyo. Na kama ujuavyo Nyawera, unajua wewe haukufanya accounting, ndio nimeleta namba 2 afanye mahesabu. The power of money. Na nilileta alikitu, alikuwa anasema nini? You are my number 1 and my number last. I will not get another man. It is the power of money. Kwa hivyo kama mtu hajapata chochote, koja. Marafiki wanasonga ukiwa maskini. Ama unaona mtu akiwa na mashamba, akiwa na shamba hapa Maeka, ako na marafiki wengi sana ambao wanamkaribia, wanamuuliza unaendelea namna gani? Mambo iko namna gani? Mtu wa Mungu metanaga mundu wa nyumba kuhana atia? Kwa sababu anajua anytime unaweza kata kabisa ya shamba. Kwa hivyo anakuita majina matamu na mazuri. Bwana Yesu asifiwe. Anakuongelesha hivi because of money. Lakini ukimaliza shamba uanze kuenda na longi ambao umefunga kamba badala ya mshipi, uko na marafiki uwezi pata, wanaanza kukupoint. Hata wale uliuzia shamba, hata kachai hawawezi kukupa. It is because of power of money. Praise the name of the living God. Na kwa hivyo pesa zinaleta marafiki. Ama hujaona mtu ambaye wakati uko na 20,000 unapigiwa simu na rafiki yako mzuri sana amekaa kama miaka 20, anakupigia na kuambia niko na kashida hapa na hapa na hapa. Unahisi ndani yako kumsaidia, unatumia pesa.
ama unasikia mtu mwingine naye conman anakuja na anakukona tu wakati uko na pesa. It is power of money, inaitisha kuitisha. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo pesa ziko na nguvu zake, na ukisoma katika kitabu cha Luka mtakatifu 16 mstari wa 19 hadi 31 inaongea kuhusu Lazaro. Sitasoma kwa sababu ya masaa. Inaongea kuhusu Lazaro na tajiri wake, na Biblia inasema ya kwamba Lazaro akakufa, na tajiri wake pia akakufa, na wote wakaenda, kila mtu mahali alikuwa na hudumia akiwa hapa duniani. Lazaro akaenda mbinguni. Biblia inasema ya kwamba Lazaro hakuwa na nyumba mbinguni, kwa sababu nyumba ya mbinguni tunatafuta na matendo mema. The Bible says, ukisoma katika Revelation ya kwamba Yohana akaona nguo nyeupe, watakatifu wakivaa nguo nyeupe, na hiyo nguo nyeupe ilikuwa ndio matendo ya watakatifu wa Mungu. Na kwa hivyo nguo nyeupe na nyumba mbinguni tunajenga kupitia matendo mazuri ya watakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Ukienda children's home, ukipeana kitu, ukifanya hivi, unatafuta material ambayo utavaa mbinguni. Na ndiposa ninawaambia kuna watu mbinguni watafika wakute hapa mbele pote hawana material, wako na material huko nyuma. Material yanayodhudha iko mzuri, lakini mbele hana. Kwa hivyo huyo hata ingia mbinguni, huwezi ingia mbinguni uchi. Mwingine naye ako na material nyuma, lakini mbele hana, kwa sababu material tunatafuta kwa matendo. Ukiomba kitu na rafiki yako unapeanaga ama unafanyaga nini? Matendo ndio inafanya mtu apate material mbinguni. Na kwa hivyo Lazaro alikuwa maskini wa mwisho, hakuwa na nyumba mbinguni na hakuwa na material, lakini kwa sababu alikuwa mtu mzuri, ana moyo mzuri, anawili kutenda vizuri, lakini hana uwezo, hana material things za kusaidia. Alikuwa na nguo lakini nyumba hakupata. Alipofika mbinguni alilalishwa kwa kifua cha Abrahamu. Na ni vibaya sana ndugu yangu, unakuwa masikini, unakosa chochote duniani, alafu unapeleka mizigo yako mbinguni. Unajua ukikuwa masikini duniani, hata mbinguni unapeleka umasikini wako. Ovyo tori ororetie mundu asima kuria matuine we. Ungorotagire githurine kia mundu. Mimi siwezi taka namna hiyo. Usinisumbue mbinguni. Tafuta mali yako, ambia Mungu akupe mali. Mbinguni uwe na nyumba yako, hapana chosha watu, hapana gojesha watu asima. Lazaro gojesha mzee ni nakuiyale. Nule ikariyo. Ta imagine mundu mugima we. Egethurine giaku for more than 100 years waiting for the day of judgment, ili tuingie kwa furaha. Wewe unalalia mtu kwa kifua, ni kwa sababu ya umasikini. Hebu sikiza. Na maandiko inasema ya kwamba walipokufa wote wawili, Lazaro akiwa kwa kifua ya Abrahamu, naye tajiri akiwa motoni jehanamu, still the rich man was trying to command Lazarus because of power of money. Ona, hata walipokufa wakienda mbinguni, tajiri still alikuwa anajaribu to command this man called Lazarus. And the Bible says what? Ya kwamba tajiri akiwa motoni akaita Lazaro, akaita Father Abraham. Hakuita Lazaro, aliita Father Abraham. Akamwambia, Father Abraham, please. Unasikia? Abraham alikuwa tajiri, na huyu tajiri tena ni tajiri. Kwa hivyo ni matajiri wawili, na matajiri huwa hawa command, you don't command your other rich person. Kwa hivyo akamwambia, akiwa huko amekaa kwa kifua ya Abrahamu, anamwambia Father Abraham, please, I beg you, tell Lazarus. Ikifika kwa Lazarus, si I beg, is to tell, is to command. Mwambie Lazaro atafute maji, animwagia hapa. Ni kumoto sana because of power of money. Wewe usipopata kitu duniani, ona matu ina na ugatho
Tukasidia na thero wa goko, ndio kageria gwatho na ninajaribu kupiga picha, ninaona mtu anaitwa Lazarus, he was almost coming out kwa kifua ya Abrahamu apeleke maji. Lakini Abrahamu akamwambia nini? It is not possible. You can see the power of money. Yaani tajiri hata akiwa kwa moto still anajaribu kutoa kwa maji. Bwana Yesu asifiwe. Amen. The power of money. Ni vizuri ukiwa Mkristo usibadilishwe sana na pesa. Kuna watu wengi sana Mungu anataka kubariki, lakini lazima upitie training. Lazima you be in a waiting position, because if you are given something now, itafanya utoke kwa ufalme wa Mungu. Na ndiposa Mungu anakawia kidogo, anaangalia, anaona wewe usipopewa gari ukiwa na miaka 50, ukipewa na 30, itakutoa kwa ufalme. Utakanyanga watu barabara. Kwa hivyo lazima ukanyage miguu, ili wakati utapata gari useme haleluya, nimetembea kwa miaka mingi. Otherwise ukipewa na 30 wakati umeajiriwa kazi, itakuletea shida. Na ndiposa baraka za watu wengi zimekawia, kwa sababu Mungu akiangalia kwa umbali anaona this man can be a person. Na kuna watu wengi watafika mbinguni wakute walikuwa na magari hapa duniani lakini hawakupata. Angĩkorwo wĩna maithikiri ndũngĩhe mũndũ rifti-rĩ, wakĩgĩa ngari mũndũ wa Ngai. Na githĩ ti kaba ngari ĩyo ĩikaikare, tondũ no ũtũrangire. Bwana Yesu asifiwe. Ni heri gari ikaekae kwa sababu utatukanyanga. Na ndiposa Mungu amekawisha baraka yako imekaakaa kidogo, ili achunguze vile uko, vile unaendelea. Otherwise unaweza uwa mtu. Praise the name of the living God. Lazima kila mtu ajitengeneze. Ujue pesa ni nini. Kuwa na moyo mzuri. Ukiwa na baisikeli, you'll be taken to the next level. Lakini kama unaleta shida na wewe hauna chochote, na wakati utapata chochote, watu watapitia wapi? Ama hata hujawahi sikia watu wanasema tutikana sema nie nawe ngerage iguru na wakagera thika na kagera thina na wakagera iguru. It is power of money. Power of money. Mtu hana pesa hanaga kiguthuko, ndari kiguthuko. Mtu wena mbia enyihagia muno. Ni vibaya sana wewe ukiwa mtu kila wakati ni wewe unanunuliwa. Hoteli ukiingia uko na mipango ya kununuliwa tu. Kwa gari ukiingia uko na mpango wa kulipiwa tu. Wewe utalipia mtu. Na unaona mzee msiba ako na tumbo kubwa, akiwa amekaa pale mbele kwa gari, alafu aonyeshaga kidole, akiitishwa pesa anasema pale nyuma kuna pesa tuliwekania na wewe. Omba Mungu akupatie pesa ambayo itakutosha wewe. Don't be stingy. And the Bible is very clear ya kwamba mtu mmoja anapeana zaidi, anapokea zaidi. Dawa ya kupata mali mingi ni kupeana zaidi. Uheana na wewe uheo. Ngai akoragwo very fair. God is very fair. You give, you receive. You don't give, inakwisha. Biblia iko very clear in Proverbs ya kwamba mtu mmoja anapeana kwa moyo mmoja, anapeana kabisa. Naye mwingine anakataa kupeana. Ya huyu apeani inakwisha, lakini ambaye anapeana inaongezeka. Na ndiposa tuliulizwa swali mahali tukaulizwa, umbwa na hazikurangui zinaendaga wapi? Ngui thia yako na itire yago. Na mbuzi ambazo tunachinja kila siku. Na ninafikiria nchi nzima hii ya Kenya, mbuzi tunachinja more than 1,100 per day. Na itire cia thira mburi no ithenjagwo ngui. Ukiona mburiga iko mihando no wone ngui imwe. Na ngui iciaraga kwa miezi 6 umbwa imezaa umbwa more than 10. Na itionekaga. Nayo mbuzi miezi 6 inazaa kamoja na itire cia thira. So the more you give, the more you receive. The more you don't give, the more you become poor.
Praise the name of the living God. Dawa ya kupata mali ni kupeana. Tio ikana na nguo, uwekera nguo miaka 20. Unavaa nguo miaka 4 mfululizo. Patia mtu nguo. Pia afurahi vile unafurahi. Na hapana pea mtu nguo ambayo imekwisha ili hata uwezi hizi uchungu. Bwana Yesu asifiwe. Patia mtu kitu kizuri, afurahi vile unafurahi. Na kuna wengine hawana tabia. Ni matajiri lakini akikupatia kitu akuone barabara hata anakusalimia. Akakwela ya wakule. Kaikuwe lako agere ile atia. Tabia mbaya hiyo. Utakosa matirio mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. The power of money. Mundu atare na pesa mutingo ya choka giathi. No pesa sikiha mutingo ya iguru. Bwana Yesu asifiwe. Lazima tujipange. Lazima tujue pesa ziko. Lakini tujue njia ya kuziangalia na kuzitumia. Na zisitoe watu kwa ufalme wa Mungu. Na ndiposa Daudi anasema nini? The psalmist inasema nini? Ya kwamba unipee pesa ambazo zitanitosha kwangu na familia yangu na kwa kukutolea wewe Bwana. Nikiendo wakeo nyingego vukie mutwe. Na lakini na kuna watu matajiri pia wabaya sana. Unasikia mtu alisema hawezi toa fungu la 10 milioni 3 kwa sababu niliona nikipatia mhubiri fungu la 10 atakuwa wazimu. Yaani wacha niulize swali. Unaona kama mhubiri hawezi kaa kwake akule milioni 3 peke yake na amalize bila jirani kujua? Ati atafanywa wazimu kwa sababu ya milioni 3? What is that? Matajiri na ukinya togi ya adabu. Hata kama tuko na adabu ya pesa ambayo inafanya tusikie tuko majuu. Lazima tuwe na adabu. Unajua siku moja kuna wahubiri walishoneshewa suti, wahubiri 3 wa kanisa moja. Na nikatembea hiyo kanisa, wameshoneshewa suti wote 3. Na sasa yule mshirika aliwashoneshea suti, nao wakasema tutaivaa Sunday ya tarehe 2 mwezi wa 2 mwaka fulani. Kwa hivyo wakaenda kanisani na hizo nguo. Naye mshirika yule ambaye alishonesha akaomba ushuhuda. Asemaga Bwana asifiwe. Mungu amenilinda, amekuwa nami. Na zaidi ya hayo mnaweza tazama pale kwa madhabahu, mnaona vile wahubiri ni warepo. Hiyo kazi si ya mtu mwingine, ni yangu. Kaigwa kijatoke siruta. Unaweza toa. Nikaona mchungaji mmoja amefura zaidi. Nikaona ni kama nataka kumuita okanga kontere. Kwa sababu kuna watu hawana tabia. It is power of money. Praise the name of the living God. Mtu akipata pesa anakosa adabu. Mtu alikuwa mzuri, pesa inamharibu. Mtu alikuwa mzuri, anaharibika kichwa. Ni kuhesabu mambo. Na niliwaambia hivi last time. Ili magonjwa ya pesa isije kwa njia yako kila wakati. Ukiona umejenga nyumba ya ghorofa more than 5 ghorofas, sasa ujue unastahili kujengea Mungu kanisa peke yako. Kwa sababu nyinyi wenyewe mnajua wakati mmoja watu wa mnara wa Babeli si walijenga nyumba na ikawa mrefu. Si Mungu alikuja kuangalia? Yes, and the Bible says aliwa confuse. Ukitaka pesa zako zisiconfuseiwe, ziache kukuja on your way. Nyumba ambayo ulikuwa ujenge kwa miaka 2 ujenge na miaka 10. Ukitaka zisiwe confused, ukiona umejenga ghorofa 3 4 kupanda, jenga kanisa mahali. Mungu anapiganaga na mijengo ambayo iko juu. Kwa sababu ni kunyeta. Wito na ngokothe. Lera ini kwa mwene. Na kwa hivyo ukijenga nyumba ghorofa unaona inanyetea Mungu, jenga kanisa iwe pasia. Mungu akikuja kukupiga anakutana na kanisa yake, unamwambia Jehova, tazama nilijenga kanisa peke yangu. Sasa unakuwa na kizuizi. Otherwise unajenga magorofa, ukimaliza kujenga gorofa unakamatwa na kisukari inakumaliza. Ukimaliza kujenga gorofa unakamatwa na kansa inakuua. Ukimaliza kufanya mambo fulani stroke inakupiga. Alafu unasema matajiri, ati kuna magonjwa ya matajiri. Hakuna magonjwa ya matajiri. Dawa ni kuweka pasia. Akiranga inyoba wewika.
Wona kana ndio karwara. Praise the name of the living God. Unaona mtu alikuwa anajenga nyumba imefika ghorofa ya 4. He was about to finish. Lakini all of a sudden anagongwa na stroke, anatumwa India. Pesa ile tigareta cia kurekia nyumba roofing igatwarwa India. Kwa nini? Kwa sababu ya kunyetea Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Ile problem inafanya wewe ambaye uko na mashule umejenga ikose kuendelea. Shule ulijenga iko na madarasa kutoka class 1 hadi class 4, haisogagi mbele, hairudi nyuma. Hata juzi umeona watoto wameanza kuacha kuja shule. Na si kwa sababu ya corona, kabla unaona watoto wamereduce. The problem is not watoto. The problem is that you have a bad background concerning money and your buildings. Jekea Mungu kanisa, alafu uwe na sababu. Mashetani ikija kukupiga, unaiambia nilijengea Mungu kanisa. Niwachilie kisukari, blood pressure niwachilie. Ulijengea Mungu madhabahu. Otherwise continue with your magorofa without madhabahu ya Mungu, bure kabisa. Itakuangamiza. The power of money. Watu wengi wataenda jehanamu. Si kwamba walikuwa wabaya, lakini ni kwa sababu ya nguvu za pesa. Bwana Yesu asifiwe. Huyo tajiri wa Lazaro si alienda jehanamu? Si ati alikuwa mbaya. Ni tabia ya matajiri. Matajiri wengi wana tabia hizo. It is not that he was unique. It is only that the behaviors of rich people are those ones which make them to go to hell. Na ndiposa Biblia inasema, Yesu alisema matajiri kuingia kwa ufalme wa Mungu ni kama kupitia kwenye simo na sindano. Unajua sindano, simo na sindano ni kama, unajua Wayahudi huko Yerusalemu walikuwa wanatengeneza gate ambayo iko na gate kubwa ya kupitiwa na ngamia na watu kwa sababu kubwa na magari, na gate kadogo kando ya kupitiwa na watu wa miguu. Sasa anasema tajiri kufika mbinguni Yesu anaweza ingia, lakini kufika mbinguni ni kama kupitia ile gate. Ngamia umforce apitie kwa ile gate ya upande, anapiga magoti, anavunja miguu akijaribu kuingia kwa hiyo kapande ya gate. Ataingia lakini finally ataingia, lakini atateseka sana. Hiyo ndio sindano. Kwa hivyo Mkristo, ng'eng'ana. Kama wewe umebarikiwa umepata pesa, ng'eng'ana mundu wa Ngai. Mitugo ito gatigana nayo. Ndio atwiro sira. Utaenda jehanamu bure. Lakini pesa ni mzuri, ndio inasaidia watu, lakini jua kuzitumia. Bwana Yesu asifiwe. Sasa tukimalizia, pengine kuna mtu umesikia hilo neno ukasikia kweli mhubiri ni kama ni mimi unaongelesha. Tangu nishike 3 milioni nilibadilisha kabisa. Tangu niendeshe gari ya 1.3 million nilibadilisha maisha yangu yote. Sasa ni wewe nataka kuombea ili Mungu akusaidie, akupe moyo wa kunyenyekea. Biblia inasema ya kwamba Paulo anasema wakati niko nazo na wakati sina, it is like the same. Sielewakangi nikiwa nazo na wakati sina, kwa sababu ya kunyenyekea. Kwa hivyo nataka nikuombee, na najua Mungu atakupea moyo wa kunyenyekea katika jina la Yesu. Wacha tuombe. Mwenyezi Mungu, katika jina la Yesu niko mbele ya uso wako kwa sababu ya huyu mpendwa ambaye ametazama hili neno lako na akahisi ya kwamba ndani yake umenena na moyo wake. Bwana, ninataka kukuomba umtengenezee maisha, hiyo pesa ambayo imebadilisha maisha yake usimunyang'anye, lakini umpe moyo wa kunyenyekea mbele zako katika jina la Yesu Kristo. Naye mapepo ambayo hufuata matajiri ya kuwaelekesha jehanamu, wengine wanapata pesa kutoka kwa masoniki, ninayatangazia jioni ya leo, hamutamaliza ufalme wa Mungu tena katika jina la Yesu. Mumeshindwa kwa damu ya Yesu. Wapendwa hawa ambao wamenitazama wamezingirwa kwa damu ya Yesu, na watamaliza vita za wokovu wakiwa salama. Hawatabadilishwa na pesa katika jina la Yesu. Ninakutukuza na ninakuinua kwa sababu wewe ni mwaminifu. Kwa jina la Yesu nimeomba na nimeamini. Amen. Amen.
Siwezi toka hapa kama sijaombea mtu ambaye anahisi kuokoka. Kristo anaweza rudi any time from now. Kwa hivyo ni vizuri ujiandae moyo wako ili Kristo akirudi akute ukiwa tayari. Na kwa hivyo nataka kuombea ambaye anahisi ndani yake anataka kuokoka. Utarudia ombi hili mahali popote huko, and I know you will be saved this evening in the name of Jesus. So let us pray. Repeat this prayer after me. Say, Father Lord Jesus, I am before you this evening. I honor and I glorify your name. Thank you, Holy Spirit of the living God, for the word that I have risen this time. I have seen my sins and I have decided to follow you, Jesus, all the days of my life. Wash me with the blood of Jesus. Clean me today. Wrap my name in the book of death and write it in the book of life, so that I be worshiping and honoring your name among the saints that God you have chosen. In the name of Jesus Christ, I thank you, God, because you have made me to be saved. From today henceforth, I will be doing your will. In Jesus' name, I pray and believe. Wacha nikuombe. Bwana, kumbuka yeyote ambaye amekubali ya kwamba wewe ni mwokozi wa maisha yake na ulikufa msalabani na ukafufuka. Yeyote ambaye amekubali ya kwamba umemuokoa, umulinde Bwana, uwe pamoja naye, umuzingire kwa damu ya Yesu, umpiganie vita, majaribu yakija umshindanie katika jina la Yesu Kristo. Nimemuzingira kwa damu ya Yesu ili shetani ambaye huangamiza watu wa ufalme asimpate popote. Kwa jina la Yesu nimeomba na tena nimeamini. Amen, amen. Tuonane kesho masaa kama hii. Bye bye. God bless you and have a nice time. Thank you for your time. Ya ibada ni kuabudu, umenipa kutumika chini ya pendo lako. Umenifanya ibada ni kuabudu, umenipa kutumika chini ya pendo